ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله مني وإياكم من النار. إخوة الأعزاء، بتوفيق المولى عز وجل، اليوم بإذن الله سنتذاكر عن حفظ حد الله إلى نعمة الأولاد في المعصية، كما قال تعالى في سورة لقمان: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال أيضا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال أيضا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ala ma an'amana min ni'ami al-bariza min ni'ami al-dhahira. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake tofauti tofauti ambazo kwamba ametuneemesha sisi waja wake, na kwa wingi wa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, lau mtazifanyia ta'did, mtazifanyia idadi neema za Allah subhanahu wa ta'ala, basi hamwezi kuzimaliza. Neema za Allah subhanahu wa ta'ala كثير ومتوفرة جدا في هذا العالم. نعمة الله سبحانه وتعالى ni nyingi, lakini hizi neema za Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni mtihani miongoni mwa mitihani ya yaumul qiyama, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala: thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Hiyo siku ya kiyama kila mmoja katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala watakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha waja wake. Leo kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa taufiki yake Allah tabaraka wa ta'ala,
natadhakaru an hifdhi hadillahi ila ni'matillah, ila ni'matil auladi fil ma'siyah. Ijumaa yetu hii ya leo tunazungumzia katika kuhifadhi mpaka wa Allah subhanahu wa ta'ala katika neema ya watoto, kuhifadhi mpaka wa Allah subhanahu wa ta'ala katika neema ya watoto juu ya maasiya. Kama qultu lakum al-awlad min ni'amillah, kama nilivyosema ndugu zangu katika imani, watoto ama kizazi ni katika neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kwamba waman yataadda hudud Allah faqad zalama nafsahu, yule ambaye kwamba ataivuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu atakuwa anaidhulumu nafsi yake. Kuivuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuiwacha haki kwa makusudi, ni kuiwacha au kuwacha wajibu wako kama mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, amdan wa qasdan, kwa kukusudia. Unajua kwamba jambo fulani ni wajibu wangu, jambo fulani ni jukumu langu, lakini ukawa na hali ya kudharau jambo kama lile au kukuzia jambo kama lile, hapa utakuwa unaidhulumu nafsi yako. Waman yataadda hudud Allah faqad zalama nafsa, ambaye ataivuka mipaka ya Allah, huyo atakuwa anidhulumu nafsi yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu yeyote katika waja wake, isipokuwa waja wake ndio ambao kwamba wanazidhulumu nafsi zao. Wanazidhulumu nafsi zao katika hali gani? Anayedhulumu nafsi yake kwa kujua kwamba jambo fulani ni wajibu wangu, jambo fulani ni haki yangu, lakini anadharau na kupuzia. Kwa mfano, anadharau ibada ya swala, huyo atakuwa ni dhulumu nafsi yake. Anadharau ibada ya saum, kufunga, huyo atakuwa ni dhulumu nafsi yake. Anadharau katika kuelimisha watoto wake kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kumjua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, anajua kwamba huu ni wajibu kwake kwa kizazi chake ama watoto wake, lakini yasqutu an, anawachana na jambo hili, hapo atakuwa anidhulumu nafsi yake. Na idhan katika kuhifadhi mpaka wa Allah subhanahu wa ta'ala katika neema ya watoto, neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mutawaffira wa kathira jidda, ni nyingi sana, lakini hapa tunaizungumzia neema ya kizazi, neema ya watoto katika maasiya. Kuchunga neema ya watoto, kuchunga neema ya watoto au kuchunga neema ya kizazi katika maasiya, kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala anasema katika suratu Luqman, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, enyi watu. Allah subhanahu wa ta'ala hapa amewanadi waja wake kwa jumla, ya ayyuhan nas, enyi watu, ittaqu rabbakum, mwogopeni Mola wenu, mcheni Mola wenu, wachaneni na makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala, shikamaneni na maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo Allah anasema wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi, na muogope siku ambayo kwamba ni siku ya Kiyama. La yajzi walidun an waladihi, hatumwongezea kitu chochote mzazi mtoto wake katika mambo ya hisabu, katika hasanati. Mtoto mzazi hatumwongezea chochote kwa Allah subhanahu wa ta'ala an waladihi, wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a, wala mtoto hataongeza chochote kwa mzazi wake siku hiyo ya Kiyama wakati wa hisabu. An walidihi shay'a inna wa'da Allahi haqqun, hakika ya ahdi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya ukweli. Fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur, basi
msidanganyike na starehe ya dunia, msidanganyike na anasa za dunia, msidanganyike na mapumbazo ya dunia, kwani Allah anasema innamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwali wal aulad. Msidanganyike na maisha ya dunia, msidanganyike na starehe ya muda mfupi wa dunia, kwa sababu wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Maisha ya dunia, starehe ya dunia, utamu uliopo katika maisha ya dunia ni starehe ambayo kwamba ipo kwa muda mfupi, ni starehe ambayo kwamba isiwadanganyeni, ni starehe ambayo kwamba isiwadanganyeni na kuwasahaulisha kwamba mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqu ya ayuha nas, ittaqu rabbakum, enyi watu mcheni Allah, muogopeni Mola wenu na muogope siku ambayo kwamba mzazi hataongeza chochote kwa mwanaye, mtoto hataongeza chochote kwa mzazi wake. Waqtul hisab, katika muda wa hisab. Wala taziru waziratun wizra ukhra, siku hiyo hakuna ambaye kwamba atabeba mzigo wa mtu mwingine. Kama ulifanya hasanati zile zinakusaidia wewe yawmal qiyama. Kama ulifanya khairat, ulifanya mazuri yale yanakusaidia wewe siku hiyo ya kiyama. Haya ni maelezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na kuhifadhi neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, neema ya watoto katika nini? Katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tena akasema Allah tabaraka wa ta'ala, almalu walbanuna zinatul hayati dunya, mali ambayo kwamba atakuwa nayo ibn Adam, atakuwa nayo mwanadamu, mali ambazo kwamba atakuwa nazo, almalu walbanuna zinatul hayati dunya, mali na watoto ama kizazi, haya yote ni katika mapambo ya dunia. Walbaqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, ambacho kitakusaidia kwa Allah na ambacho kitabaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni matendo ambayo kwamba anayaridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha mazuri ukiwa nayo, pesa ukiwa nazo, mali ukiwa nayo, basi hiyo ni fursa nzuri katika kuitafuta pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu, watoto, mali, maisha mazuri, nafasi, kipato kizuri, haya yote ni starehe za dunia, na muda wowote mambo haya yatakatika, muda wowote mambo haya yataisha, utarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Tena Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia tena ya kwamba mali mlizo nazo, watoto mlio nao, kizazi mlicho nacho, innama amwalukum wa auladukum fitna, mali, watoto mlio nao, hizi zote ni fitna, ni mtihani. Huu ni mtihani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulikuwa hauna, Allah kakujalia uko nacho. Ulikuwa maskini, Allah kakubadilisha ukawa tajiri. Ulikuwa fukara, Allah kakusaidia ukawa milionea. Ulikuwa hauna kibarua, hauna kazi, Allah tabaraka wa taala kapitisha kudra zake, Allah kakupatia neema ya kazi, maisha yako yamebadilika. Una mali, una pesa, Allah anakuambia ujue ya kwamba hiyo mali ulionayo ama ukiwa na hiyo neema ya watoto ulionayo ni fitna. Innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun adhim. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mali ulionayo, kupitia watoto ulionao, Allah subhanahu wa ta'ala yuko na ujira mkubwa kupitia mali ulionayo, kupitia watoto ulionao, ikiwa neema zile utazitendea haki. Ikiwa neema zile utazitendea haki, neema ya kuitendea haki almal, mali ambayo kwamba amekupatia Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuitumia neema ile katika kusaidia Uislamu, kuitumia neema ile katika kutumikia Uislamu.
ni kuitumia neema ile katika kusaidia Uislamu usonge hatua mbele katika harakati zake za Kiislamu. Idhan, mali aliyonayo mja wa Allah, watoto, kizazi alichonacho mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hadhihi kullaha fitan, hadhihi kullaha min fitan. Hizi zote ni katika fitna, ni mtihani. Allah amekupa, utaipokea vipi na utaitumia vipi? Allah amekupatia neema ya watoto, neema hiyo utaitumia vipi? Neema ile utaipokea vipi? Neema ile utaitendea haki gani katika muda ambao kwamba watakuwepo hapa duniani? Wallahu indahu ajrun adhim, Allah yuko na ujira mkubwa kwa yule ambaye kwamba ataitumia mali yake katika kumtumikia Allah. Allah yuko na ujira mkubwa kwa yule ambaye kwamba atafunza na kukilea kizazi chake katika kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Tena Allah tabaraka wa ta'ala bado anaendelea kusema ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, enyi mlioamini msiangamizwe. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah, msiangamizwe na watoto wenu na mali zenu katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ulikuwa hauna maisha mazuri, Allah kakujalia maisha mazuri, isiwe ni sababu ya kwamba wewe ulikuwa 5 salawati lakini Allah kakupatia nafasi ya maisha, ibada zile zinapotea, kheri nyingine na ibada tofauti tofauti ulikuwa ukizifanya zote zinapotea. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, zisiwangamize mali mlizo nazo na watoto mlionao katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yaf'al dhalik, na yule atakayefanya hilo, faulaika humul khasirun, au watakuwa wamepata hasara kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wameangukia hasara kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akasema ya kwamba kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyote nyinyi ni wachunga na siku ya Kiyama mtakwenda kuulizwa kuhusiana na vile ambavyo kwamba Allah aliwaruzukuni, vile ambavyo kwamba vilikuwa katika himaya zenu, vile ambavyo kwamba mlikuwa mkivichunga, wakiwemo au zikiwemo neema za amwali, neema za mali, ikiwemo neema ya watoto na neema mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kutuuliza siku hiyo ya Kiyama kuhusiana na neema ya mali. Umeitumia vipi mali yako? Umeitumikia vipi mali yako? Umeitumia vipi mali yako katika kutumikia Uislamu? Kisha kumalizia, Allah anasema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, miogope siku hiyo ambayo kwamba mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudhlamun, kisha mtaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mtafufuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kila mmoja wenu alipo kile ambacho kwamba alikichuma wakati wa uhai wake alipokuwa duniani, wakati wa uhai wake alipokuwa katika ulimwengu huu, ujue ya kwamba utakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha ikhwata alkiram, limadha jitu bihadha almawdu'? Kwa nini ndugu zangu katika iman nimekuja na hutuba hii? Kwa nini ndugu zangu katika iman nimekuja na hutuba hii? Nimekuja na hutuba hii ndugu zangu katika iman ili tutahadharike na tuchukue tahadhari katika tarbiyatu auladuna, katika malezi ya watoto wetu, hususan fi ayyam al-Eid, hususan katika siku zaidi, ikiwemo ipo Eidul Fitri, ikiwepo pia ipo Eidul Adha, Eid ya kuchinja, ambayo kwamba mpaka sasa hivi bado tunaendelea nayo. Tupo katika siku miongoni mwa masiku ya ayyam tashriq, siku za kuendelea kuifanya ibada ya kuchinja.
Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, tahadhari kubwa tuichukue katika neema hii, neema ya amwali, neema ya watoto ambao Allah amekuruzuku. Hiyo neema wallahi thumma billah satakunu mas'ulun amama Allah, utakuwa mas'ul, utakuwa na maswali kwa Allah, utajukumika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa istamalta hadha ni'ma, vipi ulitumia neema hiyo? Vipi ulitumia neema hiyo katika uhai wako? Ulitumia neema hiyo katika njia gani? Je, uliwafunza watoto? Je, uliwadhibiti watoto? Je, uliwahamasisha watoto katika kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala? Ama watoto wapo katika malezi ambayo kwamba shu'unul Islam, umurul Islam kaannahum la ya'nihim, mambo ya Kiislam, ibada za Kiislam, harakati za Kiislam, wallahi kaanna hadhihi al-umuri wat-ta'at wal-ibadat kulluhum la ya'nihim. Je, umewalea watoto wako katika harakati za Kiislam, ukawafanyisha katika harakati za Kiislam, kaanna sha'na wa kaanna salah wa kaanna siyama wa kaanna sadaqa wa kaanna nahra la ya'nihim, haiwahusu. Umewalea watoto wako kana kwamba ibada ya swala haiwahusu, ibada ya saum haiwahusu, ibada ya kuchinja haiwahusu, ibada tofauti haziwahusu. Je, uliwalea watoto wako katika msingi huu? Maswali haya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Majukumu haya ndugu zangu katika imani, wallahi thumma billah, maa al-asaf shadid, huzuni kubwa iliyopo wallahi thumma billah, masaa ambayo kwamba mtoto wa Kiislamu hatakikani kuwa katika njia au hatakikani kuwa katika masoko. Wallahi fi asrina hadha, katika muda huu tulio nao, kathurat albanati almuslimat, kathurat alshabab almuslimin, wameenea vijana wa Kiislamu, wameenea mabinti wa Kiislamu fi suq, katika masoko, muda ambao kwamba hauwaruhusu, muda ambao kwamba si mwafaka wao kuwa katika sehemu kama zile. Hadhihi au hadha mas'ulun ikhwata alkiram, haya ni mas'ul kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haya ni mas'ul kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Hakikisha muislam, auladak, watoto wako, banatak, mabinti zako, shababak, vijana wako, hakikisha muda wote wapo katika maeneo ambayo kwamba yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Bilaksi ala dhalik, tofauti na hayo Waislamu, wewe utaandaa majibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe utaandaa majibu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kif satujibu rabbak amama, vipi utamjibu Allah subhanahu wa ta'ala? Lau yasaluk fil mahshar, lau Allah atakuuliza katika uwanja wa hisab kuhusiana na tarbiyatu banatak wa shababak, lau atakuuliza Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na malezi uliokuwa nayo, kuhusiana na malezi uliokuwa nayo ya vijana wako na mabinti zako katika mahshar, uwanja wa mahshar, madha satujibu amama rabbik, nini utamjibu Allah subhanahu wa ta'ala? Famuddat al-isti'dad huna, famuddat al-isti'dad al'an, muda wa kujiandaa na masala kama haya ndugu zangu katika imani ni muda huu. Ukiwa na kijana wako, ukiwa na binti yako, hakikisha maeneo yoyote aliyopo kijana wako, binti wako, maeneo yoyote aliyopo na yale masaa, hakikisha yupo katika eneo ambalo kwamba linamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tofauti na hapo, Muislam utakuwa unabeba mzigo mzito kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله فرد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الكرام، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة.